Naam, nikiwa hapa Kigali, Rwanda. Tunakuja na session kidogo ya experience ya vitu vya kujifunza. Nipo hapa wastani siku zisizopungua 10, zaidi ya siku 10 nipo hapa. Kwa haraka haraka inawezekana leo ikawa ni siku ya 13, siku ya 14 tangu niko hapa Rwanda. Na baada ya kuingia hapa nimejifunza vitu vingi sana kutokea hapa, ikiwa ni kutembea ni miongoni mwa njia za kujifunza na kupata maarifa mapya, kufungua mind, kufungua maarifa. Sasa kwenye eneo la mpira ndo nataka ni base zaidi hapo. Kuna vitu vingi ndani ya Rwanda vya kuzungumzia, lakini sehemu ya kwanza kabisa tunazungumzia eneo la mpira kwa kulinganisha na nyumbani, kwa maana ya Tanzania. Rwanda na Tanzania ni nchi mbili tofauti kabisa katika mpira wa miguu, tofauti kabisa. Tanzania tumepiga hatua kubwa, tumewacha Rwanda mbali sana, na kuacha Rwanda mbali hiyo inatokana na vitu mbalimbali. Miongoni mwa hiyo vitu ni pamoja na uwekezaji. Yani hiyo ndo point kubwa zaidi. Uwekezaji wa mpira wa miguu ambao umefanyika Tanzania tofauti kabisa na huu uliofanyika hapa Rwanda. Tanzania tunafahamu pia ni nchi ambayo ni kubwa ambayo ilishafanya uwekezaji wa viwanja kwa miaka mingi. Kwa hiyo sisi tuna viwanja vingi sana. Kila timu katika mkoa wake ina kiwanja. Yani kila mkoa Tanzania ina uwanja wao. Kwa hiyo timu zote za mikoani zikipanda daraja nyingine zinakuwa na viwanja vyao. Lakini hata Dar es Salaam, timu ambazo ziko Dar es Salaam pia zinapata viwanja vyao. Tofauti na hapa Rwanda, unakuta viwanja ambavyo wanavitegemea zaidi ni viwili tu, ule uwanja wa Amahoro na uwanja wa Kigali Pele, ambao hata ligi zimekuwa zikichezwa humo, na huu Amahoro unatumika katika special matches, lakini asilimia kubwa uwanja wa Pele Kigali ndio unatumika. Nyumbani Tanzania kuna mataikun. Unajua Afrika hii miongoni mwa vitu ambavyo mataifa mengi wanachemka. Watu kupenda mpira wanapenda, yani Afrika nzima watu wanapenda mpira, lakini mazingira wezeshi ya watu kusupport na kuonesha feelings zao kwenye mpira kidogo imekuwa changamoto. Tanzania kuna mataikun, watu ambao wana uchumi mkubwa wamekaa katika hizi timu, katika hizi blocks. Na hapo sizungumzii tu Simba na Yanga na Azam, hata hizi timu nyingine. Ukienda Singida unakuta ule usajili ambao unafanyika, unaona inawezekana hapa nyuma kuna mtu mmoja ana nguvu sana, au ni watu wenye nguvu sana. Ukienda kwenye hizi timu nyingine, let's say Mtibwa Sugar, Kagera, ni timu ambazo ziko kwenye chini ya viwanda ambavyo vina nguvu pia kiuchumi kuendesha timu. Kuna timu za migodi, makampuni yao ya migodi zinaendesha timu. Kuna timu za kiserikali pia zinaendeshwa. Kwa hiyo sisi Tanzania tumepiga hatua katika hiyo angle. Hapa Rwanda timu nyingi of course zimekuwa zikistruggle kiuchumi, issues za mishahara, issues za signing fees zimekuwa zikisumbua. Lakini mbali na hapo, ile eneo la miundombinu ambayo nimezungumzia, kwa maana miundombinu tuko mbali kuliko hao, tuko mbali sana kwenye miundombinu. Wana uwanja mmoja wa Mahoro ni mzuri, unavutia, lakini nazungumzia wingi wa miundombinu. Sisi tuna miundombinu mingi. Lakini pia kwenye payments sisi tunalipa vizuri kuliko hapa Rwanda. Sisi kesi za mishahara zishapotea. Lakini pia broadcasting rights, hawa wadhamini nazungumzia wa haki za matangazo pia, kwa mfano kama Azam TV, TBC, hawa wote wameingia katika ligi, wameweka fedha za kutosha. Kwa hiyo profiles kubwa za Kiafrika zinakwenda kucheza Tanzania. Hapa Rwanda kuchukua mchezaji let's say Mamelodi Sundowns umlete Rwanda sio kitu cha kawaida, yani sio kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto ya hayo maeneo. Licha ya hizi changamoto zote ambazo nimezungumzia, kuna kitu Rwanda wametuzidi. Hiki ndo target sasa. Nimeamua nikiseme kitu ambacho Rwanda wanatuzidi ni passion of the game, kuupenda mchezo, kuupenda mpira. Hawa jamaa kuna namna wanatuzidi.
kupenda timu zao, vibe, feelings. Hawa wako tofauti. These guys are sportsmanship, wana mapenzi na timu zao. Unajua, mimi nimeenda kuangalia mechi ya APR wanacheza na Kogalo Gor Mahia. Mechi imechezwa katika uwanja wa Amahoro, ilikuwa ni ufunguzi wa michuano ya Sekafa. Ile mechi APR kafungwa magoli 5 bila majibu. Mechi imeisha, watu wanatoka nje, mashabiki wa APR wana jezi zao na walikuwa kwa namba uwanjani wanashangilia, wanatoka nje kimya. Amna kiongozi anatukanwa, amna nani karushiwa nini, amna wapi wamepigana, amna, wamepokea matokeo. Sportsmanship. Wamepokea matokeo, wanaondoka. Kasema goli 5 timu ya nyumbani alafu goli timu ya Kenya kwenye Sekafa amechafuguza kimya hivi. So hiki kitu mbona kama sio cha kawaida? Baada ya pale nimekuja kuona timu inaitwa Rayon Sport Jikundiro, wenyewe uko wanaita timu ya wananchi. Rayon Sport inatajwa kwamba ndio timu yenye mashabiki wengi. Of course, hata ukiangalia tu kwa picha ya macho, ukienda uwanjani unaona ni timu ambayo ina mashabiki wengi, wana vibe, wanashangilia. Sasa iko ndo tofauti ya Rayon Sport. Kuna utofauti ambao wamenionyesha. Inawezekana ikawa APR na wao wako tofauti, lakini hawajapata zile mechi kama ambavyo Rayon Sport wanafanya. Just imagine, Rayon Sport haijabeba ubingwa miaka 7 iliyopita, yani ubingwa wa ligi 7 years ago. Hawajabeba ubingwa wa ligi. Lakini just imagine, nenda uwanjani kawaangalia kwenye michuano ya Sekafa. Nenda uwanjani, utaona wanaimba pamoja, wana nyimbo za timu zao kabisa, wanaimba kwa nguvu, wana fan base ya kutosha, wanapiga drums zile ngoma, tukuta watu wamejipanga hivi na mangoma yao, wanaimba vya kutosha, wanashangilia in styles, sio kushangilia tu mnaruka, in styles wanashangilia. Kwa unaona kuna passion these guys wanayo, ambayo ukienda nyumbani kule uikuti. Yani passion ya namna hii. Hamna timu ambayo ina nyimbo yake, yani nyimbo ya timu ambayo mashabiki wote wanaweza kusimama wakaimba, hakuna. Huku wanajua muda gani wa kusimama na kuimba, free kick inapigwa wafanye nini, wakiwa wanaenda kushambulia wafanye nini, binafsi nimezunguka nchi mbalimbali za Afrika. Of course nimeona nchi zina vibe kubwa tu, ikiwemo Nigeria. Mimi kwangu Nigeria ndo taifa langu namba moja Afrika kwa wale wenda mashabiki vichao wenda azimu ni Algeria. Lakini ukija hapa, timu yao hii haina nguvu ya kiuchumi. Na hapa tunapozungumzia hata rais wa klabu ya APR ni rais wa mpito kutokana na changamoto ambazo zilitokea huko nyuma. Kwa hiyo President Abdalla ni wa mpito, lakini wanatengeneza mazingira mapya mengine. Wana wachezaji wapya zaidi ya 10 kwenye kikosi chao. Wanacheza michuano ya Sekafa. Vibe ni kubwa. Naweza kusema hao ndo all time champions. Yani ile nguvu ya AP